Ujumbe wetu wa asubuhi ya leo una kichwa kinachosema nafasi ya maombi. Nafasi ya maombi. Andika tu hivyo, nafasi ya maombi. Tumekuwa tukijifunza mara nyingi, lakini nataka nikukumbushe tena leo. Ina tafsiri mbili ambazo nataka tusimame nazo zinazohusiana na maombi. Lakini tunaileta tafsiri ambayo tunaifahamu ya siku zote kwamba maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Maombi ni mahusiano. Maombi ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Kama vile ambavyo tunafahamu mahusiano yanajengwa kwa communication. Relationship inatengenezwa kwa communication, tena effective for communication. Mawasiliano yaliyo na ufanisi, yaliyo hai, yanatengeneza mahusiano yaliyo bora. Ndivyo ilivyo nafasi ya maombi kwenye maisha ya kila mtu aliyeokoka. Lakini pia nikukumbushe ya kwamba maombi ndiyo msingi wa maisha ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba andike hizo sentensi mbili zilizo muhimu sana tunapoendelea. Baba, asante kwa sababu uko mahali hapa. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu uko mahali hapa. Tunanyenyekea, tunanyenyekea, tunanyenyekea katika jina lako Kristo Yesu. Asante. Asante Roho wa neema, asante Roho wa Bwana, asante Roho wa Yesu. Amen, amen, amen. Nimesema maana ya kwanza ya maombi tunajua ni mazungumzo. Mazungumzo kwa sababu kila wenye mahusiano wanazungumza. Kila wenye mahusiano wanazungumza. Yawe ni mahusiano ya ndoa au kifamilia ama mahusiano ya kirafiki, mahusiano wanazungumza. Na Mungu ameweka maombi iwe kama njia ya mawasiliano kati ya mwanadamu mwenye mwili na Mungu ambaye hana mwili, ili kuongeza ama kuimarisha mahusiano kati ya mtu aliye mwilini na Mungu au mamlaka ya rohoni inayoitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunafahamu msingi wa maisha ya Kikristo ni mahali ama kitu kinaitwa maombi. Maombi ndio msingi wa maisha ya Mkristo. Huwezi kusema wewe ni Mkristo kama hauna maisha ya maombi. Hauwezi kusema mtu ni Mkristo kama hana maisha ya maombi. Ukiona unang'ang'ana kwenye maisha ya maombi na umeokoka, ujue ni unapigwa vita katika ulimwengu wa roho. Haijalishi una maisha mazuri kiasi gani, haijalishi una afya nzuri kiasi gani, haijalishi mambo yako yanaonekana kwenda vizuri kiasi gani. Kila unapoona hauombi na unang'ang'ana kuwa na ratiba ambayo ipo consistent, kuwa na consistency katika kuomba, unajua unapigwa vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asiwe. Amani yako ama mambo mazuri yanayokutokea yasikudanganye ukasema Bwana amenibariki ingawa siombi. Ukiona mtu aombi katika roho tunamtafsiri ni mtu ambaye ni kama amewekwa kama chambo, analiwa timing ya wakati sahihi ili aweze kumezwa. Unanielewa watumishi wa Mungu? Tunajua namna pekee ya kujua una Ukristo ulio hai, kwa sababu Ukristo ni mahusiano. Ukristo ni mahusiano na Baba wa mbinguni. Ukristo ni mahusiano ya asili yako, ya uungu iliyo ndani yako na yeye aliyekupa hiyo asili ya uungu. Njia pekee ya kuonyesha kwamba unahusiana naye, unampenda Mungu kweli, ni maombi. Huwezi kusema kama unampenda Mungu kama sio muombaji, kwa sababu lazima uwe na mazungumzo na mtu unayempenda. Sema amina. Sema amina kanisa. Na Roho Mtakatifu atusaidie. Bwana Yesu asiwe. Sasa tunapojifunza maombi leo, nataka tujifunze kwenye tafsiri zingine tofauti na hizi ambazo nimetoa kama utangulizi. Tafsiri nyingine, tafsiri ya kwanza, andika kama unaandika, maombi kama njia ambayo Mungu anaitumia kuunganisha nguvu zake na makusudi yake na ulimwengu wa mwili ama ulimwengu wa wanadamu. Maombi, tunajifunza maombi kama njia ambayo Mungu anaitumia kuunganisha nguvu zake na makusudi yake na mwanadamu ama na ulimwengu wa kibinadamu. Bwana Yesu asiwe. Kwa lugha nyingine ama tafsiri nyingine, maombi, ili Mungu afanye jambo lolote huko duniani, anahitaji kuwe na muombaji au mwana maombi au kusimama kwenye nafasi ambayo itaruhusu kusudi liweze kupitishwa kwa roho
kwanza ambayo tumesema Mungu anataka kuusamehe mji kutoka kwenye makosa yake, anataka kuusamehe mji kutoka kwenye hatia zake, anataka kuusamehe mji, anataka kuusamehe Tanzania, kuisamehe Tanzania imefanya dhambi. Anasema ili niweze kuwa na msamaha wangu, msamaha utoke kwa huu mji, lazima nipate kama kuna watu wote, angalau nipate mtu mmoja tu. Nikimwona hata kuna mtu mmoja aliyesimama katika usawa kwa ajili ya huyo mtu mmoja, nitausamehe mtu mmoja. Anasema hasira yake yamekizia kisasa, moto wake ukawaka ukateketeza watu wake. Kwa nini? Alikosa mtu mmoja. Ezekieli 22:1 anasema magharibi yanaongezeka, mabaya yanaongezeka, lakini nitafuta nione kama iko mtu mmoja tu atakayetengeneza boma na kusimama mbele yangu mahali palipobomoka. Kwa nini kusimama mbele yake mahali palipobomoka? Kwa sababu mahali pa maombi anatambulika kama kuhani. Maombi ni mojawapo tendo la kikuhani. Kila anayeomba kwa ajili ya watu ama kwa ajili ya watu wengine, taifa, nchi, kanisa, katika roho, anatambuliwa kama kuhani. Kuhani ni mpatanishi. Watu ambaye ni mtu ambaye kwa ajili yake Mungu anaweza akakutana na watu wengine kwa sababu anaomba. Kuhani ni mtu anayeugua kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana Yesu anaitwa mwombezi, anatuombea mkono wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Lengo lake ni nini? Ili kuwepo na neema, kuwepo na mtu ambaye atakuwa kiunganishi cha neema kati ya Mungu na sisi wanadamu. Ndio maana tunasema Yesu amefanyika daraja, sio tu kwa kufa msalabani, ila kwa sababu hata sasa anaendelea kutuombea. Amesimama kwenye nafasi ya kuhani mkuu. Maandiko yanasema, Bwana Yesu asifiwe, kuhani ambaye alishiriki madhaifu yetu, alishiriki hali yetu ya kibinadamu, leo hii amesimama upande wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Kwa nini? Kwa sababu anajua hali zetu, anajua changamoto zetu. Kwa hiyo leo hii kanisa haliwezi kushindwa kwa sababu tunaye kuhani anayefanyika kiunganishi. Na ndio maana hata sisi tunapoomba ni Yesu tunakubaliwa mbele za Baba. Ndivyo ilivyo, akiwepo mtu ndani ya familia, akiwepo mtu ndani ya kanisa anayeomba, alikubali kanisa kwa ajili ya mtu anayeomba. Mungu anaikubali familia kwa ajili ya mtu anayeomba. Rehema za Mungu zitadhihirika ndani ya familia kwa sababu ya yule mmoja anayeomba. Anasema mtu atakayesimama mbele yangu mahali palipobomoka. Isaya 62 mstari wa kwanza hata mstari wa 7, maandiko yanasema Mungu alikuwa na kitu anakitaka ndani yake. Anasema, angalia kitabu cha Isaya 62 kuanzia mstari wa kwanza. Angalia mstari wa kwanza peke yake, kile Mungu anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea. Mungu anataka kuona, anataka haki ya Yerusalemu na Sayuni itokee. Anataka wokovu wa Yerusalemu utokee kama taa. Maandiko anasema na hiyo haki yake mataifa wataiona na wafalme watauona utukufu wake. Anataka utukufu wake udhihirike, utukufu wa Yerusalemu, utukufu wa Sayuni ukatokee. Lakini haya yote anayoyataka, anasema ili atimie. Mstari wa 6 anasema nimeweka walinzi, nimeweka walinzi ambao hawatanyamaza mchana wala usiku. Akasema enyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache Bwana atulie hata atakapofanya imara Yerusalemu. Maana yake ni nini? Pamoja na kwamba Mungu alikuwa anawazia mema mji wake Yerusalemu, anaiwazia mema Sayuni, lakini ili yale mema yaweze kudhihirika, anasema kanuni ni lazima kuwe na watu watakaosimama kama viunganishi vya lile kusudi la Mungu, vya ule utukufu ambao Mungu amekusudia kuuachilia ili uweze kupita kudhihirika kwenye eneo husika. Anasema nimeweka walinzi. Walinzi ni waombaji. Kila aliye mwombezi ni mlinzi katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana moja ya jambo baya huwa nasema siku zote, na leo naomba nikukumbushe, ya familia yako. Familia yako haijalishi unajiona uko salama kiasi gani, kama hakuna anayeomba kwa ajili ya familia, familia haiko salama. Familia haiko salama. Familia yako haiko salama. Ukiona una familia ya Kikristo ambayo mnalala kama wapagani, kila mtu ametoka kazini, mmekula, mmeangalia TV, saa 4 imefika, saa 5 mnaingia kitandani, hamna maombi ya pamoja, hiyo ni familia dhaifu, inapigwa wakati wowote. Na usishangae ikaingizwa kwenye cycle ya matatizo
ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu hamuombi pamoja. Kila familia inayoomba pamoja, ama kila familia iliyo na mtu anayeomba, hiyo familia iko salama. Sema amina. Sema amina tu. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Bwana asifiwe. Kuna ushuhuda ambao niliusikia, niliuona sio niliusikia kwamba nimemwona anayesimulia, akasema tunapotaka kuharibu nyumba yoyote huwa tunamtafuta mtu mmoja kati ya mume ama mke mmoja wapo. Anasema huyu alikuwa anasimulia, ni mdada alikuwa anajiuza, baadaye akaja akamwamini Kristo. Akasema tukitaka kuharibu ndoa ya mtu, tunaenda kwenye ile ndoa, tunamtafuta mume, kama yeye ni mwanamke, anamtafuta mume, anasema atamshawishi jambo la kwanza aweze kufanya naye zinaa yule mume wa mtu. Akisha lala naye, anasema lile tendo la zinaa linampa uhalali wa kibibilia, kimaandiko na katika ulimwengu wa roho, wa kumfanyia yule mtu, yule mwanamume chochote anachokitaka. Anasema nikafanikiwa kufanya hivyo kwa mwanamume mmoja ambaye alikuwa na mke wake. Nilipoenda kwa mganga yule ili nitengenezee dawa ya kumteka huyu mwanamume, anasema jambo la pili alilofanya yule mganga, aliangalia kama katika ile familia iliwahi kuwa na mwombezi, iliwahi kuwa na mtu anayeomba. Anasema wakatrace kutoka kwenye wazazi wa yule mwanamume, wazazi wake, akaenda mpaka kwa bibi wa yule mwanamume, wakatrace katika ulimwengu wa roho kuangalia kama kulikuwa na mtu ambaye ni mwombaji, kwa sababu wakifanya dawa zao ama ushirikina wao kwa mtu ambaye, kwa familia ambayo iliwahi kuwa na mwombezi, yule anayefanya anaharibiwa, nguvu zao hazifanyi kazi. Bwana Yesu asiwe. Elewa vizuri, hata kama naongea kwa haraka jitahidi kunielewa. Yaani ili mimi nilogwe, wakaangalia kama mama yangu alikuwa mwombaji kwenye familia au bibi yangu kama alikuwa mwombaji. Walipoona hapakuwepo na mtu yeyote kati ya vizazi hivyo, akasema ile dawa ilifanikiwa kwa sababu hapakuwepo na kumbukumbu ya maombi yanayomlinda yule kijana. Bwana Yesu asiwe. Nimekuwa nikifundisha watu kwenye maombi ya saa 6. Tumekuwa tukiomba kila siku saa 6 mchana hapa ndani, maombi ya familia. Maombi si kwa ajili ya mahitaji ya leo. Maombi ni kwa maombi unayoyatamka mahali pa maombi ni roho. Yesu anasema maneno ni roho. Bwana Yesu asiwe. Naongea na mtu hapa ndani. Maneno ni roho. Maneno yanaishi. Maneno yanaweza yakafuatilia mpaka kizazi chako cha 4. Bwana apewe sifa. Sio kama naongea na watu, naongea na vitu mudani. Bwana Yesu asiwe. Maombi yanaweza kufuatilia mpaka kizazi chako cha 4, baada yako, watoto wako, mjukuu wako, mtoto wa mjukuu wako na mtoto wa mjukuu wa mjukuu wako. Bwana Yesu asiwe. Sio kama nimeongea vizuri. Bwana Yesu asiwe. Kizazi chako mpaka kizazi chako cha 4, maombi yanaishi. Na ndivyo ni utaratibu wa kibiblia na utaratibu wa kiroho, ya kwamba kila baraka wa Mungu unaopata wewe utaishi mpaka kizazi chako cha 4 kabla ya kuanza kufifia. Bwana Yesu asiwe. Kila kitu unachokipanda katika ulimwengu wa roho kina uwezo wa kutembea mpaka kizazi chake cha 4. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tukaweka utaratibu wa maombi ya familia kinapoitwa leo. Kwa nini? Kwa sababu familia ikiwa na mtu mmoja anayeomba, hiyo familia sio tu hawa wanaoonekana sasa, hata wale wanaokuja baadaye wako salama. Ni kibibilia. Israeli miaka mingi baadaye wakiwa Misri, maandiko yanasema Mungu alipomtokea Musa anamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asiwe. Walipokuwa wanatoka Misri kuelekea Kanaani, kama ulikuwa ujui, hawakutembelea maombi ya Musa, walitembelea maombi ya baba yao Ibrahimu, ambaye alionyeshwa wakiwa Misri miaka mingi kabla. Bwana Yesu asifiwe. Lile wingu alikuwa kwa ajili ya Musa, lile wingu lilikuwa kwa ajili ya baba yao Ibrahimu, sababu alisema amelikumbuka agano lake na nani? Na Ibrahimu, sio na Musa. Naongea na mtu hapa ndani. Mtu mmoja anitie moyo basi. Natamani mtu mmoja mwenye sauti ya kusema amina, hata akae mbele akisema amina najisikia kwamba nahubiria mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maombi, lile wingu na ile nguzo ya moto iliyokuwa inatembea nao haikuwepo kwa ajili ya Musa. Haionyeshi mahali popote Musa alikuwa anawaombea Israeli. Musa alikuwa anaishi kwa Yethro kama mkimbizi, kama mtu aliyeepusha maisha yake na uhai. Hakuwa na time ya kuombea Israeli, lakini kwa sababu kuna mtu aliombea ule unabii, aliombea ili taifa kabla wakati ulipofika wa ule unabii kutimia, Mungu akahakikisha anamuinua mtu atakayemtumia ili yale maombi ya baba yake yaweze kutimilika. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Familia yako inahitaji mwombezi.
Nyumba yako inahitaji mwombezi. Usikubali kuwa watu mnaolala kama wapagani kwenye familia. Watoto hawana usalama, unasema mara magonjwa, mara misiba. Haikauki kwenye familia, haikauki kwenye nyumba yako. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anayeomba. Anasema nikimpata mtu mmoja tu, akiwapo mtu awaye yeyote. Maanake anaweza kuwa ni mzazi, anaweza akawa ni mtoto, anaweza akawa ni mtoto wa kwanza, anaweza kuwa ni mtoto wa mwisho. Awaye yeyote, Yeremia 5 mstari wa kwanza. Awaye yeyote nikimwona nitauponya mji unakuwa salama. Naongea nafasi ya maombi. Ndio maana moja ya tafsiri ambayo tumefundishwa na baba yetu ya maombi inasema maombi ndio silaha yenye nguvu zaidi kuliko silaha yeyote duniani. Na ni maombi ni silaha isiyo na mpaka. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Na mimi leo nimekukumbusha maombi ndio huduma pekee ya kwanza kwa Mkristo. Unaweza ukawa dhaifu katika neno, lakini ukiwa unaweza kusoma mahali pa maombi, appetite ya kusoma neno itachipuka ndani yako. Naongea na mtu hapa ndani. Hakuna chochote Mkristo anachopaswa kukijenga kutoka kwenye maarifa peke yake. Maarifa ni mazuri na muhimu mno kiBiblia, na ni lazima uyatafute, lakini tafuta kuwa mwombezi, tafuta kuwa mwombaji. Usikubali maisha yako uishi kama mtu wa kawaida, hasina mahusiano. Kumbuka nimesema kukosa maombi maana yake huna mahusiano. Watu wasiozungumza maana yake hawana mahusiano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu mahusiano. Hebu Roho Mtakatifu atusaidie. Nimesema Roho Mtakatifu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yetu inasema maombi ni njia ambayo Mungu anaitumia kudhihirisha au anaitumia kwa ajili ya kupitisha makusudi yake na nguvu zake na mapenzi yake katika ulimwengu wa mwili. Ili jambo lolote la kimungu liweze kutokea duniani, lazima kuwe na mtu anayeomba. Yesu, ulipofika wa Yesu kuja duniani, Mungu aliinua waombezi, aliinua watu wanaoomba. Alimuinua Hana, alimuinua na Simoni. Ni watu walikuwa wakiombea kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kupitisha kitu kwenye maisha yako, kwenye familia na ndani ya kanisa kama hakuna watu wanaoomba. Usisahau. Bwana Yesu asifiwe. Alipotaka kwenda kuteketeza Sodoma na Gomora, kitabu cha Mwanzo sura ya 18, maandiko yanasema akamtafuta Ibrahimu. Alimwona Ibrahimu yupo kwenye nafasi, akasema nisimfiche Ibrahimu naye kwenda kuyafanya. Akaruhusu Ibrahimu afanye negotiation na yeye. Bwana Yesu asiwe. Changamoto tu ilitokea, Ibrahimu bageni yake iliishia kwenye watu nafikiri 20. Bwana asiwe. Laiti kama angesema kwani Mungu ukimwona mtu mmoja napotangamiza, yamkini Mungu angesamehe. Ibrahimu alikuwa anajaribu kuombea rehema mji wa Sodoma na Gomora. Bwana asiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kufanya neno lolote kama isipokuwa kuna mtu aliyesimama kwenye nafasi ya uombezi, intercede. Bwana Yesu asiwe, kwa ajili ya eneo, kama ni kanisa ama familia ama kampuni ama biashara. Ukitaka uyaone mapenzi ya Mungu kwenye biashara yako, uwe mwombezi, unaiombea biashara yako. Kwenye familia yako, iombee familia yako. Kwenye nchi yako, ijifunze kuiombea nchi yako. Ukiona nchi inaharibiwa, ni kwa sababu haina watu wanaoomba. Leo hii tunakaribia uchaguzi mkuu wa Tanzania. Watu waombee uchaguzi, wanasubiri ukifika Oktoba tarehe 1, sijui ukiona imbaki mwezi mmoja ndio anaanza kukumbuka ombea uchaguzi. Tuombee jamani. Kumbe inatakiwa waanze kuombea kuanzia Januari. Bwana Yesu asiwe. Naongea na watu badani. Bwana Yesu asiwe. Ndio namna pekee. Kwa nini? Ukiona kuna wakati Mungu alimuinua mtu kama Magufuli, uje ni kwa sababu kuna watu waliomba. I assure you, kuna watu waliomba. Unajuaje? Utajua kwamba aliyesimama hakuwa na Roho Mtakatifu kama wewe, hakuwa ameokoka kama wewe, lakini alimsimama upande wa Mungu hata wakati wa majanga ya magonjwa, kama unakumbuka sawa. Na jambo la ajabu nikaliona, alikuwa na imani kuliko maaskofu wengi wa Kikristo. Rais anatangaza mifungo, nikaona kuna maaskofu wengine walikuwa wanapinga. Tutaamliwaje kuomba na mtu ambaye ni mwanasiasa? Lazima Mungu aseme na sisi wenyewe ndio tutaomba. Lakini kwa kusimama kwake yule ambaye tulimwona mwanasiasa, Tanzania imekuwa salama. Kwa nini? Waombezi wakisimama,
Mungu anamuinua mtu sahihi kwa ajili ya kuleta wokovu. Kwenye kitabu cha Waamuzi maandiko yanasema kila wakati, kitabu cha Waamuzi chote kimejaa sentensi hizi mbili mahali pa maombi. Watu walipopatwa na mabaya, walipoomba, Mungu akampaka mafuta, anamuinua mtu mmoja, anawaokoa na maadui zao. Kwa nini? Kwa sababu waliomba. Bwana Yesu asiwe. Kila watu wanapoomba, Mungu anaachilia msaada wake. Sema amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Kila watu wanapoomba, Mungu anaachilia utukufu wake mahali hapo. Kila watu wanapoomba, Mungu anaachilia nguvu zake mahali hapo. Kila watu wanapoomba, Mungu anaachilia mema yake mahali hapo. Jiweke mkono wa kuume kwa jina la Yesu. Jiweke mkono wa kuume, jiweke. Jiombe wewe mwenyewe. Sema kwa jina la Yesu. Sijawasikia bado. My God, Roho Mtakatifu naomba mtu akumhubiria mdani. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninapokea roho ya neema na kuomba. Sema asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ninapokea roho ya neema na kuomba. Inua sauti, sema asubuhi ya leo ninapokea roho ya neema na kuomba. Kwa jina la Yesu, maisha yangu hayatakosa mwombezi. Familia yangu haitakosa mwombezi. Kwa jina la Yesu, hatima yangu haitakosa mwombezi. Hatima yangu haitakosa mwombezi. Huduma yangu haitakosa mwombezi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, maono yangu hayatakosa mwombezi. Ndoto zangu hazitakosa mwombezi. Roho Mtakatifu, vizazi vyangu katika kila kizazi, kizazi changu cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, hata kizazi cha nne, Baba ninaomba asikosekane mwombezi, asikosekane kuhani, asikosekane mpatanishi. Dakika 2, fungua kinywa chako. Marako shataraba, omba. Mwambie Baba dakika 2, mwambie Bwana ninaomba maisha yani mwangu asikosekane mwombezi.